Afadhali hata umeamka. Vipi, unajisikiaje? Kichwa kinauma. Pole, kitapoa tu. Kwani hapa niko wapi? Hapa upo nyumbani kwangu, na jana tu ndo nimekurudisha kutoka hospitali. Hospitali? Nilikuwa nafanya nini huko hospitali? Malaika, wewe na familia yako mlipata ajali mbaya sana ya gari, na wewe pekee ndiye uliyepona. Mbona sikumbuki chochote? Kwani we ni nani? Mimi ni mpenzi wako, naitwa Sam. Tumekuwa pamoja kwa miaka 5 sasa, na tumekuwa tukipendana sana. Nasikitika kufahamisha kuwa mimi ndio mtu wako wa karibu niliyebaki kwa sasa. Hivyo niko hapa kuhakikisha unarudi kwenye hali yako ya kawaida. Tumekuwa wapenzi kwa miaka 5? Mbona sikukumbuki? Na wazazi wangu wako wapi? Wazazi wako walifariki kwenye ajali mbaya mlioipata, ndio maana nikakuchukua ili uishi na mimi. Hata hivyo, daktari alisema kuwa umepoteza kumbukumbu, ila usijali, kuna dawa amenipatia ambazo zitakusaidia kurejesha kumbukumbu zako. Kama wazazi wangu wamefariki, nataka nikawaone kwa mara ya mwisho kabla hawajazikwa. Malaika, ni miezi 2 imepita tangu mpate ajali, na kipindi chote hicho ukuweza kuzinduka. Yaani kwa kifupi, leo ndio mara yako ya kwanza kufungua macho. Kwa hiyo wazazi wangu wameshazikwa? Ndio wamezikwa, lakini hali yako ikikaa sawa, nitakupeleka mahali yalipo makaburi yao. Sawa. Sam, mbona daktari haji kunitizama? Kwani nimeshamaliza matibabu? Daktari aliniambia hawezi kuja kwa sasa, amebana na kazi, ila alinipa maelekezo ya dawa ambazo unatakiwa kutumia, hivyo nitaenda kukunulia baadaye. Basi leo naomba unitoe nje nikapunge upepo. Mpenzi, daktari amesema uruhusiwi kutoka nje mpaka upone, kwa sababu jua na upepo wa nje ni hatari sana kwa afya yako kutokana na shida uliyoipata. Jamani, hivi nitaweza kweli kuvumilia kukaa ndani hadi nipone? Jitahidi tu mpenzi, ukishapona utatoka. Sawa, nitavumilia, lakini pia asante kwa kunijali. Kuwa na amani mpenzi. Hodi. Karibu. Asante, samahani kaka, naitwa Chausiku. Ninamtafuta mdogo wangu anaitwa Malaika. Ni wiki 2 sasa tangu amepotea. Hivyo naomba unisaidie kama umewahi kumuona hapa mtaani kwenu. Hapana, sijawahi kumuona, kwa simfahamu mtu yote mwenye jina kama hilo. Ngoja nikuonyeshe picha yake, huenda ukawa hata umemuona kwenye pita zako. Maana mara ya mwisho kuondoka nyumbani alikuwa anaelekea mazoezini, lakini hakurudi tena nyumbani na simu yake haipatikani. Kwa kweli sijawahi kuiona hiyo sura kabisa. Una uhakika hujawahi kumuona popote? Dada, si nimeshakwambia simfahamu, sasa mbona unanilazimisha? Sam, kuna nini huko? Mbona hiyo sauti inafanana na ya Malaika? Hapana, si yeye, huyo ni mke wangu. Tuna miaka 5 sasa kwenye ndoa. Basi naomba nihakikishe, maana sauti niliyoisikia inafanana na sauti ya mdogo wangu kabisa. Dada, hapa ni nyumbani kwangu, naomba usilazimishe kuingia tafadhali, la sivyo nitakuitia mwizi. Kaka, hebu naomba upunguze ubishi. Mimi ni askari polisi, hivyo nahitaji kumuona huyo aliyoko ndani. Sawa. Malaika, Malaika ni wewe? Huyo sio Malaika unayemtafuta, huyo ni mke wangu. Sam, kwani huyu ni nani? Malaika, mimi ni dada yako Chausiku, kwani umenisahau? Dada, si nimeshakwambia sio yeye, mbona unalazimisha? We mjinga, hebu tulia kabla sijakufunga pingu. Malaika, mimi ni dada yako. Wewe ulipotea wiki 2 zilizopita ulipotoka nyumbani ukielekea gym kwa ajili ya mazoezi. Dada? Ndiyo, mimi ni dada yako. Mbona umeshangaa baada ya kusikia kuwa mimi ni dada yako? Nimeshangaa kwa sababu huyu mpenzi wangu aliniambia kuwa sina ndugu wala marafiki, lakini pia aliniambia kuwa nimepoteza kumbukumbu baada ya kupata ajali iliyowaua wazazi wangu miezi 2 iliyopita. Huyu mjinga sio mpenzi wako na wala haukupata ajali kama alivyokuambia, na isitoshe wazazi wetu wapo hai na bado wanaendelea kukutafuta. Jamani, ngoja mimi niwahi kazini. Wewe unapaswa kwenda kulala rumande leo hii. Kesho tuanze kufuatilia kesi yako. Huwezi kumficha mdogo wangu na kumfanya mke wako bila ridhaa yake, halafu nikuache hivi hivi. Lakini unapaswa kunishukuru kwa sababu mimi nilimuokota akiwa hajitambui na nikamtibu hadi akapata ufahamu.
Ungetaka nikushukuru, ungempeleka akatibiwa hospitalini na ungetoa taarifa polisi, lakini kwa sasa wewe ni mtuhumiwa wa kesi ya utekaji na ubakaji.